Serikali ya ukabidhi mfuko wa taifa wa bima ya afya zaidi ya shilingi bilioni 40 ili makundi maalum yaanze kutibiwa kupitia kadi za bima ya afya kwa wote. Jamii imetakiwa kutambua kuwa ubunifu wa mitindo ya mavazi sio burudani pekee, bali ni biashara yenye kutoa suluhisho la ukosefu wa ajira kwa Watanzania. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, jana tarehe 29 Januari 2026 ametembelea na kukagua ukarabati wa jengo la ofisi ya Makamu wa Rais iliyopo mtaa wa Luthuli Posta jijini Dar es Salaam. Makamu wa Rais ambaye yupo jijini Dar es Salaam kwa shughuli mbalimbali za kikazi amekagua maendeleo ya ukarabati pamoja na uwekaji wa vifaa na samani katika ofisi mbalimbali zilizopo katika jengo hilo. Baada ya ukaguzi, Katibu Mkuu wa Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Dr. Richard Muyungi amemhakikishia Makamu wa Rais kwamba ukarabati huo umekamilika kwa 100% na jengo litakuwa tayari kwa matumizi kuanzia tarehe 4 Februari 2026. Ikumbukwe kuwa Ofisi ya Makamu wa Rais ndio makao makuu ya baadhi ya idara za kiserikali ikiwemo wizara, mashirika na makampuni ya serikali. Serikali imeupatia mfuko wa taifa wa bima ya afya nchini NHIF zaidi ya shilingi bilioni 40 kwa ajili ya kulipa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya ili makundi maalum yaanze kutibiwa kupitia kadi za bima ya afya kwa wote mara baada ya kusajiliwa. Hayo yamebainishwa na afisa wanachama mwandamizi NHIF mkoa wa Mbeya Anatolia Lusasi katika semina elekezi kwa viongozi wanawake iliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake UWT mkoa wa Mbeya, ambapo amesema katika awamu ya kwanza kwa mkoa wa Mbeya wanufaika ni zaidi ya 30,000 ambao wametambuliwa kupitia mifumo maalum ya utambuzi, huku mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mbeya Bi Edina Mwaigomole akazungumzia lengo la semina hiyo. Na idadi ya wanufaika kwa mkoa wako 33,362. Hii ni awamu ya kwanza kabisa ambayo utambuzi umefanyika, na hawa mara moja tunaanza kuwasajili, na serikali imekwisha kutupatia fedha za awali za matangulizo kwa ajili ya kuzilipa kwenye vituo vya kutolea huduma, ili hizi kaya zitakapokuwa zimepewa kadi waendelee kuhudumiwa moja kwa moja. Waweze kuchukua mawili matatu, ni maandalizi gani wanatakiwa wayafanye kwa wananchi wakati swala la bima ya afya kwa wote litakapoanza kutekelezwa. Kwa hiyo wale wananchi kule kwenye kata zao wawe tayari wana taarifa, na pale patakapokuwa na mashaka na maswali wao watakuwa wa kwanza. Ndio maana tumewaleta wataalamu kutoka bima ya afya. Kwa upande wao, baadhi ya madiwani wanawake mkoani Mbeya wamesema semina hiyo ya uongozi imewafanya kuzijua sifa kuu za uongozi na kufahamu taratibu za bima ya afya kwa wote kupitia kwa wataalamu wa NHIF, ambapo wataweza kuhamasisha wananchi wajiunge kwenye mfuko huo kutokana na umuhimu wake. Kwa wale watoto, kwa wale wazee, kwa wale walemavu ni jambo kubwa sana, kwa sababu mtu kama hujaumwa, hujauguzwa, huwezi kutambua umuhimu wa bima ya afya, kwa sababu gharama za matibabu ni kubwa. Sifa kuu sana ya kiongozi ni kuwa na hekima na busara. Tumejifunza zaidi uvumilivu na kuwatumikia wananchi kwa moyo, na zaidi ya hapo pia tukapewa na nyongeza, tumefundishwa na wataalamu kuhusiana na bima. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Mfuko wa Misitu Tanzania TAF umefadhili uanzishaji wa vitalu vya miche ya miti kwa zaidi ya shule 300 za msingi na sekondari kote nchini kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 1.5, hatua inayowawezesha wanafunzi kuzalisha na kusambaza miche hiyo hadi majumbani kama sehemu ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika jitihada za utunzaji wa mazingira. Tupate taarifa zaidi. Kupitia miradi hiyo, kila shule imepewa lengo la kuanzisha kitalu chenye uwezo wa kuzalisha miche zaidi ya 10,000, ambapo kwa shule zote 300 TAF inalenga zaidi ya miche milioni 3 izalishwe. Mkuu wa kitengo cha miradi na mipango wa TAF Dr. John Richard akizungumza kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu wa mfuko wa misitu nchini katika shule ya msingi Ruvu JKT iliyofadhiliwa kupitia mradi huo,
ameeleza namna itakavyoinufaisha jamii. Kupitia vitalu hivi, shule zinagawa miti inayopandwa katika maeneo ya jirani, kwenye taasisi za dini, shule nyingine za jirani ambazo hazijapata ruzuku, na wakati mwingine pia wanafunzi wanapewa miti ile kuipanda katika majumba yao. Kwa hiyo kwa kupitia namna hiyo tunaendeleza jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za kupanda miti na kutunza mazingira ili kwamba tuweze kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Akiongoza zoezi la kupanda miti katika shule hiyo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibaha Regina Bieda, pamoja na kueleza madhara ya ukataji miti katika jamii, ameushukuru mfuko kwa uwezeshaji wa vitalu hivyo. Mfuko huu una fedha nyingi sana kuwezesha upandaji wa miti. Sisi kwa Kibaha DC tumebahatika kupata fedha za kupanda miti katika shule 3: Kawawa, Ruvu JKT pamoja na Mwakamo. Kwa hiyo jamii pia imenufaika na kitalu hiki. Kwa hiyo tunaamini watu, wanafunzi, walimu pamoja na wanajamii wanaotuzunguka wamepata elimu, lakini wamekuwa ni chachu kwa jamii yetu inayotuzunguka na kwa taifa kwa ujumla, kujua namna nzuri ya kutunza mazingira, lakini wamejua gharama na thamani ya miti. Nao wanafunzi wanaoshiriki katika kutunza vitalu hivyo wameeleza namna elimu walioipata inavyoisaidia jamii. Elimu ninayopata hapa inaweza kumwelimisha mtu kuifanya nikiwa nyumbani, na pia hata kuelimisha watu kuhusu kupanda miti na kutunza miti. Wale ambao wanaharibu mazingira na kukata miti, naambia waache, na kukata mti, panda miti. Hatua hiyo inaendana na juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhamasisha upandaji wa miti, ikiwa ni msingi wa utunzaji wa mazingira. Amani Mbando, Channel 10. Mkoa wa Iringa umeweka mkakati wa kupanda zaidi ya miti milioni 42 ambapo taasisi zote za serikali mkoani humo zimepewa siku 14 kuhakikisha zinatekeleza zoezi hilo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhifadhi mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Zoezi hilo linatarajiwa kuhusisha upandaji wa miti katika maeneo ya taasisi za umma, shule, vituo vya afya, barabara na vyanzo vya maji. Akizungumza na wananchi wa mkoa wa Iringa wakati wa uzinduzi rasmi wa kampeni ya upandaji miti kimkoa, mkuu wa mkoa huo Kheri James amesema kampeni ya mwaka huu imepangwa kimkakati zaidi, ambapo mkazo umewekwa katika upandaji wa miti ya kibiashara, miti ya matunda pamoja na miti ya mapambo ili kuupa mkoa huo sura ya kijani na kivuli cha kudumu. Na katika eneo hili la kupanda miti kimkakati tumekusudia kuhamasisha wananchi wetu kupanda miti ya kiuchumi kwa maana ya miti ya mbao. Lakini pili, tumekusudia kuhamasisha wananchi wetu kupanda miti ya matunda kwa ajili ya lishe. Lakini pia tumekusudia kuhamasisha wananchi wetu kupanda miti kwa ajili ya dawa, tukifahamu kwamba miti pia ni dawa katika jamii yetu. Na hapa kiongozi huyo akatoa maagizo. Kwa maeneo ya taasisi ninatoa siku 14 kampeni hii iwe imekamilika, na ninapopita kwenye ziara ya kila taasisi nionyeshwe ni miti mingapi imepandwa katika eneo husika. Afisa mali asili mkoa wa Iringa Bahati Goliama anaweka wazi malengo ya mkoa huo, huku kiongozi kutoka TFS akielezea utayari wa taasisi hiyo kuendana na kasi kubwa ya utekelezaji wa zoezi hilo. Kwa malengo ya mwaka huu ni kupanda miti milioni 42,766,300. Kwa hiyo mkakati uliopo ni kuhakikisha kwamba miti inayopandwa yote inapona kwa kiasi kikubwa ili iweze kutusaidia kwa mahitaji yote ya kiuchumi. TFS tuko timamu kabisa. Tunazalisha miche kwa ajili ya kupanda maeneo mbalimbali, na miche inayozalishwa ni miche ya matunda, ya vivuli, ya urembo, na pia miche kwa ajili ya kuzalisha kwa ajili ya biashara kwa maana ya mbao na nguzo. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Chama cha Mapinduzi CCM kimetoa onyo kali dhidi ya vitendo vya usaliti na migawanyiko miongoni mwa wanachama wake, kikisisitiza mshikamano na umoja kama nguzo kuu kuelekea maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama hicho. Wito huu umetolewa jijini Arusha wakati wa uzinduzi wa maadhimisho hayo ngazi ya kata. Akizungumza katika uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 49 ya CCM uliofanyika kata ya Muriet jijini Arusha, mwenyekiti wa CCM mkoa huo Thomas Sabaya
amesema historia ya CCM imejengwa juu ya misingi ya haki, upendo, mshikamano na utumishi kwa wananchi na sio tamaa wala rushwa. Tutapata shida, vijana wa leo hamtaenda miaka 49, mtakwama. Na chama chetu hiki ni cha umma. Hakuna namna ya viongozi tu ndio watashindwa, lakini wananchi wenyewe watashinda na chama chao kwa sababu wanaipenda chama. Badili. Ni vizuri tukajitathmini kizazi hiki kilichoko sasa. Na ndio maana tunakutana hapa tukumbushane zilizopendwa. Asiyejua tumueleze kwamba chama hiki kinaendelea kutaka amani. Chama hiki kinahitaji mshikamano. Lazima mwe karibu na wananchi, msikilize kero za wananchi, na yale ambayo yanatakiwa kupatiwa majawabu yapatikane majawabu. Naye katibu wa CCM mkoa wa Arusha, Musa Matoroka, amesema maadhimisho ya miaka 49 yanaendelea katika ngazi zote kuanzia matawi hadi wilaya, huku kilele cha kitaifa kikitarajiwa kufanyika Februari 5 mwaka 2026 wilayani Longido. Tukafanya ziara, kila mmoja kwa nafasi yake. Kwenye jumuiya, kila jumuiya ikafanya shughuli yake. Kwenye vijana, kwenye wazazi, kwenye UWT, halikadhalika na vile vile kwenye chama chenyewe. Maadhimisho hayo yameambatana na shughuli za kijamii ikiwemo upandaji wa miti katika hospitali ya Muriet, huku wanachama wakihimizwa kuendelea kutoa maoni ya kujenga na kuimarisha ukaribu na wananchi. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mjini, Talibu Ali Talibu, amesema wakati Chama cha Mapinduzi kikielekea kuadhimisha miaka 49 ya kuzaliwa kwake, wana CCM wana wajibu wa kuimarisha umoja na mshikamano wa chama na wananchi. Pia Talibu amesema ni jukumu la kila mwana CCM kuinadi ilani kwa wananchi ili kuvutia mtaji wa wananchi ambao watakiunga mkono chama hicho kikongwe barani Afrika. Tupate taarifa zaidi. Matembezi na zoezi la upandishaji wa bendera ikiwa ni uzinduzi wa sherehe za maadhimisho ya kutimia miaka 49 kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Akizungumza na wana CCM wa wilaya Mjini, mwenyekiti wa CCM kwa Mjini Talibu Ali Talib anahimiza umoja na mshikamano. Na tunashukuru sana jinsi ya ushirikiano na umoja unaojengwa na viongozi wetu. Kwa umoja unaojenga viongozi wetu ni umoja ambao unajenga na sisi vile vile kwa pamoja ndani ya nchi yetu. Ujumbe ni ushirikiano mkubwa sana uwepo katika nchi yetu, na amani na utulivu ndio sera kubwa sana ya Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wa CCM wilaya Mjini Hamid Mbwana amewataka wana CCM kuilinda miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kwenye maeneo yao. Ndugu viongozi, na kuombeni sana kwa niaba ya wilaya hizi mbili tuunge mkono serikali zetu hizi. Baadhi ya washiriki na wana CCM wanahimizana kutunza na kuilinda amani iliyopo nchini. Mpaka leo muungano kwa kuweko ni jitihada za Chama cha Mapinduzi. Pili, mafanikio tumeyaona. Awamu kwa awamu inakuja, kila awamu inamshinda mwenzio kwa utekelezaji wa ilani. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi imekuwa ni chuo kwa vyama vingine Afrika. Tunaona maendeleo yanaenda kwa kasi kubwa. Kwa hiyo hii ndio maana inatufanya sisi chama tuendelee kutembea kifua wazi, tuendelee kujinafasi, lakini pili tuendelee kutembea kifua mbele na tuendelee kukidumisha Chama cha Mapinduzi. Matembezi ya uzinduzi wa sherehe za maadhimisho kutimia miaka 49 kuzaliwa kwa CCM yaliyoanzia jengo la Thabiti Kombo Michenzani na kumalizia viwanja vya Matumbaku yalihitimishwa kwa mazoezi ya viungo. Makasi, Channel 10, Zanzibar. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara kimeielekeza serikali kutatua changamoto zinazowakabili watoto wenye ulemavu wa aina mbalimbali wa shule ya msingi Endagikoti wilaya ya Mbulu, ikiwa ni pamoja na kupelekewa walimu 4 wenye utaalamu wa kufundisha watu wenye ulemavu na wataalamu wa malezi, ambapo watoto hao wapo 52 mpaka sasa katika shule hiyo. Agizo la chama hicho limetolewa kupitia mwenyekiti wa CCM mkoani hapa Peter Toima mara baada ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi kutoka wilaya zote 5 na ngazi ya mkoa wa Manyara watembelea watoto hawa na kutoa zawadi za aina mbalimbali katika kuzindua maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa CCM. Serikali sasa, kama tulivyosikia risala, iweze kufanya kila linalowezekana kuleta mahitaji hayo. Sio mengi sana, lakini kama tulivyosema, kama kwa mfano zile mashine za braille
zinazotumiwa na wale wasio wenye uoni hafifu, serikali ya wilaya, lakini na wale wahusika, tujitahidi hizo mashine zipatikane. Kupitia ripoti ya shule ya msingi Ndagikot iliyosomwa na mwalimu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kimeonyesha kuwepo kwa changamoto mbalimbali kwa watoto hawa, licha ya serikali kuboresha mazingira wanaoishi kwa sasa, hususan watoto wa kike. Tunaomba walimu wataalamu wa lugha ya alama na maandishi ya nukta nundu braille angalau walimu 4. Ombi la pili, tunaomba kujengewa bweni kwa ajili ya wanafunzi wa kiume. Tunaomba fungu la chakula cha jioni kwa ajili ya wanafunzi wanaolala shuleni na uji wa asubuhi kwa wote. Tunaomba walezi waajiriwa, matron na patron. Watoto wenye ulemavu wa akili wengi wametawanyika, wanapata ugumu wa kufika shuleni mara kwa mara. Kwa mfano, katika wiki mtoto akija shuleni mara 2, siku ya 3 anakuwa ameshachoka. Kwa hiyo ufundishaji wa mtiririko unakuwa wa shida. Hata hivyo, Chama cha Mapinduzi katika kuelekea miaka 49 kuzaliwa kwake Februari 5 kimefanya zoezi la upandaji miti katika shule ya sekondari Daudi ili kuhamasisha jamii kuendelea kutunza mazingira. Nielekeze serikali ya mkoa, shule zote na taasisi zote, hata za afya, hata wananchi kwenye majumba yao, tupande miti na tujenge tabia na mazoea ya kupanda miti. Dani Mbulu, mkoani Manyara. Mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Meya wa Manispaa ya Kibaha Dr. Mawazo Nikas amewataka Umoja wa Wanawake Wilaya ya Kibaha mjini UWT kuhamasisha wanawake wilayani humo kujiunga katika vikundi ili waweze kunufaika na mikopo inayotolewa na halmashauri. Akifungua kikao cha baraza la Umoja wa Wanawake UWT wilaya ya Kibaha mjini, Mheshimiwa Daktari Mawazo Nikas, meya wa Manispaa ya Kibaha, amesema wanawake ndio waliopambana kwa hali na mali kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinashinda katika uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka jana. Hivyo ni haki yao kunufaika na matunda ya ushindi huo, ikiwemo fursa za mikopo kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi na kuendeleza shughuli zao. Mheshimiwa Rais anataka kuona sayansi ya uchumi ikizungumzwa katika nchi. Kwa hiyo nimewahimiza kwamba sasa kuna wachukue hatua za makusudi ili kusudi waunde vikundi viweze kukopesheka na halmashauri. Upande wake, mwenyekiti wa UWT wilaya ya Kibaha mjini Bi Elina Mgonja aliwashukuru wanawake wote wa UWT kwa mchango wao mkubwa katika kukipatia chama hicho ushindi na kuwataka kuendelea kushikamana na kuendelea kuhamasisha wanawake wengine kujiunga na UWT. Pia tumesisitiza kuwa na siasa na uchumi. Tushuke kule kwenye matawi, tuwapelekee mpango kazi wa kufanya kazi ili waweze kujiingizia kipato. Baadhi ya wajumbe wa baraza la UWT wilaya ya Kibaha mjini wameahidi kwenda kuhamasisha wanawake kujiunga katika vikundi na kunufaika na mikopo. Tuende kuunda vikundi vya kutosha kuweza kutoa mikopo kwa wakina mama waweze kujikwamua kiuchumi, kwa sababu tunajua tusifanye tu siasa, lakini tufanye siasa na uchumi. Siasa na uchumi. Siasa na uchumi kwa sababu gani? Na mama wote tukawahamasishe waje wakope, waje wafanye biashara mbalimbali kwa ajili ya kuboresha mitaji yao. Margaret Malisa, Channel 10. Na sasa katika ngwe ya michezo tunaelezwa kwamba Watanzania wametakiwa kutambua kuwa ubunifu wa mitindo sio burudani bali ni biashara ambayo inatoa suluhisho la ajira kwa Watanzania na nyenzo za kufikia dira ya taifa ya mwaka 2050. Mwenyekiti wa chama cha wabunifu nchini FAT Mustafa Hassanal amebainisha hayo kwenye jukwaa la 18 la wadau wa mitindo nchini, jukwaa lililofadhiliwa na benki ya CRDB. Kwa upande wao, benki ya CRDB ambao ndio wadhamini wakuu wa jukwaa hilo la 18 la wadau wa mitindo nchini, wamewataka wabunifu nchini kuhakikisha wanakuwa na elimu ya fedha na njia sahihi za kupata mitaji ili ubunifu wao uwe na tija. Tasnia ya mitindo ipo katikati ya viwanda na uzalishaji,
biashara ndogo na zakati, ajira kwa vijana, ujasiriamali wa wanawake, utalii, mauzo ya nje na diplomasia ya kiutamaduni. Wote mtakubaliana nami kwamba moja ya sekta ambayo inakuwa kwa kasi kwenye mabara yote ni sekta ya mitindo. Tunapokwenda kujadiliana mambo mbalimbali ambayo yanakwenda kutufungua na kutupa nafasi ya kujua tunapokwenda kushiriki tasnia hii ya mitindo kufikia kilele cha miaka 20-30, wewe kama wewe utakuwa na nafasi gani katika kumiliki uchumi wa Tanzania? Naam, mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.